Siku ya Jumatano, macho ya dunia yalikuwa yameelekezwa ikulu Marekani, White House, baada ya Rais Donald Trump kuwapokea mashujaa wapya wa anga ambao walitekeleza misheni ya kihistoria ya Artemis 2. Hawa si wanaanga wa kawaida kabisa. Ni watu ambao walikuwa wamevunja rekodi kwa kuzunguka mwezi katika safari iliyotikisa dunia na kuweza kuamsha upya ndoto za binadamu kwenda mbali zaidi angani. Lakini walipowasili pale White House ikulu, walipokelewa kwa heshima kubwa, wakionekana mashujaa waliorejea kutoka vita ya anga. Lakini katika hotuba yake, Rais wa Marekani Donald Trump hakusita kabisa kuweza kusifu juhudi zao, na aliwaita watu ambao wana ujasiri wa ajabu sana. Maneno ambayo yaliakisi hatari na ukubwa wa kazi ambayo walikuwa wamefanya. Lakini alisema wazi kwamba safari yao haikuwa tu mafanikio ya kisayansi, bali pia imeunganisha dunia, kwani kila kona dunia pia ilikuwa ikifuatilia kwa mshangao na matumaini. Lakini kilichowafanya watu wengi zaidi kutabasamu ni pale ambapo Rais Donald Trump alipouliza swali la kipekee. Je, rais anaruhusiwa kwenda kwenye moja ya misheni hizi? Swali hilo lilionekana kama utani, lakini pia lilifungua mjadala mkubwa sana kwamba je, viongozi wa dunia pia wanaweza kushiriki moja kwa moja katika safari za anga siku zijazo. Lakini utakumbuka pia misheni ya Artemis 2 inaashiria mwanzo wa enzi mpya kabisa utafiti wa anga, na ni hatua pia ambayo inakaribisha binadamu kurudi mwezini, na ni safari pia hii hapa kwa lengo la kudumu zaidi na hatimaye kuelekea katika sayari ya Mars. Na Rais Donald Trump aliwapongeza pia kwa kudai kwamba wameitangaza Marekani kwa kiwango kikubwa sana kutokana na kile ambacho wameamua kukifanya, kwa sababu Marekani ndio ambayo inaonekana imetoa watu hao ambao wamefanya hatua hiyo kwenda mwezini kwa kipindi hicho ambacho wao walikuwa wamekitumia. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kucomment, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.